Kwa nini haikwepeki kujitoa katika mikono ya narcissist ama himaya ya narcissist ili kuyapata maisha yako tena? Kwanza kumbuka, tunaposema narcissist, ili ni neno ambalo la kisaikolojia limetumika si miaka mingi sana, lakini likiwa lina maana kadhaa, ikiwemo aina ya watu ambao wanakuwa na shida kubwa sana ya kisaikolojia. Ni watu ambao wamepoteza uwezo wa kuwa na huruma ya kweli na hawawezi kupenda kwa afya. Kwa hiyo kwa narcissist, kukuhurumia kwake ni kukutumia na kukutumia, yani kama mfugo. Si kama unaelewa? Kwa mfano, unapomfuga mbuzi ili uje umle, kiwalisia haumhurumii, unamtumia, unamfuga. Ni mfugo ambao utautumia kwa ajili ya chakula. Huwezi kusema unamhurumia kwa sababu unampa majani. Unampa majani ili aje akupe maziwa na at the end of the day uje umle nyama. So unapokaa na binadamu mwingine kama binadamu, huwa tunatendeana mema, tunafanyiana uzuri kama wanadamu. Lakini kwa narcissist, anapokutendea wema au anapokutendea uzuri, ni kama anakufidi ili apate kitu fulani kutoka kwako, is a business. Kwa hiyo hana huruma ya kweli na hata upendo wa kweli. Kwa narcissist, upendo wake upo katika maumivu. Yaani mapenzi kwa narcissist yako katika maumivu. Anaposema anakupenda sana, ndipo anapokuumiza sana, anakuletea maumivu zaidi. Kwa hiyo ni watu ambao tunasema ni dysfunctional, yaani fikra zao, nafsi zao zimeharibika. Hawana uwezo wa kuwa na ule utu halisi wa kibinadamu. Kwa nini? Lazima utoke katika mikono yake ili uweze kuwa uhuru, uweze kuwa yule mtu unatakiwa kuwa, kwa sababu unapokuwa katika himaya ya narcissist, ni mtu wako wa karibu ambaye ana nguvu juu yako, labda ni mzazi ama ni ndugu yako wa karibu ambaye anakuangalia kwa ukaribu, au ni mpenzi wako au mume au mke mwenza. Kwa namna hiyo, kwake yeye wewe unakuwa ni kama kifaa, unakuwa ni muendelezo, ni extension. Ni extension yake, ni muendelezo wake. Ina maana haujitegemei. Na ndio maana kama utakuwa unafuatilia trend, kama uko kwenye mahusiano na mtu kama huyu, pale unapofanya mambo ya kama wewe, mambo ya kuwa huru, yaani unapofanya mambo kwa kujitegemea, anakasirika. Kwa nini? Aamini kama wewe unapaswa ujitegemee. Yaani anaamini inabidi umtegemee yeye kwa kila kitu. Yaani yeye ndo aseme fanya hili, usifanye hili, chukua hatua hii, usichukue hatua hii, kazi ile ndio itakufaa, kazi hii haikufai. Kuna wazazi wengi, sio wote, lakini kuna hii tabia iko kwa wazazi wengi, ila wazazi ambao wana aiba ya narcissistic ndio wamezidisha sana. Huwa wanakuwa namna ya kumtawala mtoto wake. Yaani mzazi anajiona kwamba yule mtoto ni sehemu yake yeye, mtoto ajitegemei. Kwa hiyo anataka kila ambacho yeye mzazi anakitaka ndo mtoto atake, kila ambacho yeye mzazi anakifurahia ndo mtoto akifurahie. Ndio wao wazazi ambao anampangia mtoto kila kitu: unavaaje, unaingiaje, unacheza na nani, unaenda kusoma nini, unachagua career gani, unaolewa na mume wa mke wa namna gani, unafanya mambo gani, maamuzi gani. Anatawala kila kitu, kwa sababu kwake yeye wewe ni muendelezo, ni extension. Kwa hiyo huwezi kujitegemea pale tu. Angalia kwa mfano, mwanzoni kabla hujajua, unakuwa unajua ni mapenzi, kwa sababu mtu ambaye anajali sana, anakuongoza katika kila kitu, anatoa alternative kwa kila jambo, ni kama mtu anayekujali, anayekupenda. Kwa hiyo mwanzoni unasema kwa kweli mapenzi haya yamezidi, huyu mume wangu ananipenda sana, huyu baba ananipenda sana, huyu bosi ananipenda sana. Yaani bosi anakupangia na hadi namna unaofanya shughuli yako. Ukianza kufanya jambo fulani tofauti, hii inachosha sana, usifanye hivi, fanya hiki. Anaondoa ile ambayo wewe kama unataka kuifanya, anakupa njia nyingine. Lakini kama anakupenda, kama anakujali, na wakati mwingine anakufanyia mambo mazuri ili tu ufanye kile ambacho yeye anataka na kwa namna yake anayoitaka. Na ukifanya hivyo, kuna favors anakupa, kuna mambo mazuri anakupa. Kwa hiyo mwanzoni unaona ni kama huruma, unaona kama ni kama hali ya kujali, lakini kuna wakati unaona kama kuna kitu kimepungua. Unaanza kuona kama kuna namna fulani unapungukiwa kuwa wewe. Unaona kama kuna mamlaka fulani unayapoteza. Unaona kama kuna uhuru fulani unaupoteza. Unasema mwanzoni imekuwa kama ni urafiki. Anaweza akawa mtu yote, anaweza akawa rafiki yako. Kwa hiyo unakuwa umempa nafasi yule rafiki yako, anakuwa anakuamulia. Mara nyingi hata nguo, hiyo nguo badilisha, haijakupendeza hiyo haikufai, na mambo mengine mengi. Kwa hiyo mwanzoni unakuwa unakubali, unaona ni mapenzi, ni urafiki. Baadaye unaanza kuona mbona kama kila ambacho mimi nataka kufanya na kifurahia kinapingwa. Kuna siku tu unaamua kumkatalia tu, unasema hapana, leo nitafanya hiki.
reaction yake unashangaa na kasirika, unashangaa na kununia, unashangaa anakuonyesha reaction ambayo mpaka unasema kwa nini anaonyesha reaction hii? Pale sasa ndo unaanza kushtuka kwamba kumbe sasa hakuwa anafanya au anakupa alternative au anakuongoza kama hali ya kujali, kama kukukea, bali ulikuwa kama ni muendelezo wake kwa ajili yake, kwa manufaa yake, kwa faida yake, sio kwa manufaa yenu ninyi wote wawili. Kwa ina maana wewe ulikuwa upo kutumiwa kwa ajili ya kufanya mtu mwingine ajisikie vizuri, ajione ana udhibiti. Kwa unakuta unapoanza kufanya mambo, angalia, unapoanza kufanya mambo kwa kujitegemea, moja ya neno ambalo narcissistic people huwa wanapenda kulisema sana ni kwamba umebadilika. Na hapa huwa wanawachanganya watu wengi sana. Upo na mwenza wako, wewe unajua kabisa uko vile vile, misimamo yako, mapenzi yako ulionayo kwake, ila tu umeanza kufanya mambo fulani ili uwe bora zaidi. Kwa mfano, umeanza kuamua kufanya mazoezi, umeanza kuamua kujishughulisha na shughuli zako, na katika hivyo vyote unavyovifanya unajua ni kwa manufaa yake pia. Ukiwa na afya nzuri ni kwa manufaa pia kwa mwenza wako, ukiwa una kipato kizuri ni kwa manufaa pia kwa mwenza wako. Lakini unashangaa mwenza wako anakwambia umebadilika. Kwa nini anakwambia umebadilika? Kwa sababu umeanza kujitegemea. Ukiona narcissist anakwambia umebadilika, jiulize, umeanza kujipenda zaidi? Umeanza kujithamini? Umeanza kujijali? Umeanza kuchukua uhuru wako? Hiyo ni dalili nzuri, na maana uko kwenye mwelekeo sahihi. Na hii nimeiandika kwenye kitabu Kutoka Uwanja wa Mapambano, Saikolojia ya Kuvunja Trauma na Kujenga Utambulisho. Nimeelezea kwa kina kuhusiana na manyanyaso ya kinarcissistic. Kama unapitia manyanyaso ya kinarcissistic au ulipitia, ili usijirudie tena, ili uvunje huo mzunguko, nunua kitabu Kutoka Uwanja wa Mapambano. Sio kitabu, ni mwongozo wa uponyaji, kwa sababu sio kila mtu anaweza akanifikia nikamsaidia. Kuna watu wengine, kuna mazingira yao hayawaruhusu, ila anaweza akapata kitabu, akajifungia, akasoma, akaongozwa mwenyewe kimya kimya, akajiongoza mwenyewe katika kupona. Uponyaji ni jambo ambalo linawezekana kufanyika kimya kimya wewe mwenyewe, lakini kwa mwongozo. Huwezi kuenda kuifanya safari ya uponyaji peke yako, hilo lazima ulijue. Unahitaji msaada. Sasa msaada huko wa namna nyingi. Kuna vitabu, kuna makundi mbalimbali ya watu ambao wamepitia experience kama yako, kuna coaches, kuna walimu, kuna watu ambao wamepitia na wana uzoefu wa kutosha wa kukusaidia katika hali ambayo unapitia au umepitia, ili uweze kuponya majeraha yako. Nikwambie ukweli, kama umepitia unyanyasaji kutoka kwa mtu wa aina hii, narcissistic people, kuanzia kama alikuwa ni mzazi, ama kwenye maeneo ya kazi, ama ofisini, au mpenzi, ama kwenye maeneo ya kijamii. Kuna wengine imepitia unyanyasaji hata kwenye dini, ila hamjui. Ulikuwa na kiongozi fulani wa dini ni narcissist, ametafuna utu wako, amejeruhi nafsi yako. Kama umepitia unyanyasaji wowote wa kinarcissistic mahali popote, nafsi yako imejeruhika, na inaweza kukupelekea kuwa baridi. Kuna watu wengi wakishapitia manyanyaso ya kinarcissistic wanakuwa baridi. Hiyo ni hatari sana. Kaangalie movie inaitwa Into the Wild. Kuna mtu mmoja anaitwa Alex, wazazi wake walikuwa ni watu ambao ni dysfunctional, walikuwa ni watu wa materialistic, yani wenye narcissistic tendency, wenye haiba kama za kinarcissistic. Haijasema moja kwa moja ni narcissistic people, lakini watu ambao walikuwa hata mahusiano yao ni abusive, kupigana kila siku, kugombana kila siku. Yani kwa kifupi walikuwa ni watu control, watu wenye kutaka udhibiti. Hata alipokuwa anakuwa, wale wazazi wake walikuwa wanamdhibiti sana. Anapomaliza chuo, yani wao wanajali vitu, tumekunulia gari, tumefanya hiki. Hawajali kuhusu yeye, hawajali kuhusu utu wake, na alikuwa amejeruhika mno. Alipomaliza chuo, hata alikuwa amepewa na mahela mengi, akaamua kuondoka kabisa. Pia akaamua tu kutembea duniani huko, anakutana na watu, lakini kumbukumbu ya maumivu na majeraha aliyoyapata tangu anakuwa haikuondoka, ikamfanya ashindwe kuwaamini watu wengine. Ingawa alikutana na watu wazuri, lakini hakuendelea kuwa nao, akawakwepa. Akaamua kuishi porini siku zake zote, maisha yake yote. Mwisho wa siku aliondoka duniani, alifariki, lakini alikuja kupata somo kubwa sana, kwamba furaha inakuwa shared. Furaha inatakiwa ishirikishwe na watu wengine. Sasa huwezi kufurahia na watu wengine kama una majeraha.
Hiyo ni muhimu sana kuelewa. Mtu aliyepitia unyanyasaji na hasa unyanyasaji wa narcissistic hawezi kufurahia mahusiano na watu wengine, hata kama ni watu wenye afya. Anakuwa na hali ya kutokuamini watu wengine. Kwa ni muhimu sana uponye majeraha yako. Kwa nakukaribisha, huu ni mwaliko wa uponyaji, wa kuingia ndani yako na kuponya majeraha yako, kuwa yule mtu ambaye unatakiwa kuwa na furaha na kuwa huru. Ni hali yako ya asili, ni haki yako, unapaswa kuwa hivyo. Chukua hatua.